Huu ndo ujumbe wa Dr. Daniel John Seli. Sasa tuende, ikawachukua wote. Ndivyo itakavyokuwa wakati wa kurudi kwake mwana wa Adamu. Mstari wa 40 tusome kwa sauti moja. Wakati ule ndiyo mmoja atachukuliwa na mmoja ataachwa. Kwenye gharika ile waliochukuliwa walipelekwa wapi? Maana lazima tujue, tunapotaka kuangalia andiko ni rahisi tukiangalia muktadha. Katika gharika waliochukuliwa manake gharika iliwachukua. Sasa katika kurudi kwake mwana wa Adamu, maana yake tukio hili, jambo la kwanza katika maana ya andiko, jambo la kwanza ni kwamba wokovu utakuwa ni wa mtu binafsi. Mmoja ataokolewa, mmoja ataachwa. Na anayeokolewa ni yule ambaye yuko tayari. Ndio maana somo la leo linasema usijisahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watakaochukuliwa ni watu watapelekwa kwa jehanamu, kwenye jehanamu kwa ajili ya adhabu ya milele, wale ambao wamemkataa Yesu, yasio na tahadhari ya kiroho. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, mstari wa 38 unatuambia habari hiyo. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wanafanya nini? Mmepotea tena. 37 1 2 3. Kwa kuwa kama vile, kwa sauti pamoja, 1 2 3. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo utakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. 38. Kwa kuwa kama vile siku wakili uwe na tahadhari ya mambo ya kiroho. Tahadhari ikiwa ni mojawapo ya tahadhari kwamba Yesu Kristo anakuja. Na hapa ndio itakuja kwa ghafla. Sasa katika andiko hili maana yake tunaweza kujifunza kwamba sio kosa kuoa, sio kosa kuolewa. Lakini shida ni kwamba je, kuna uhusiano wowote wa wewe na Mungu wako katika shughuli unazozifanya? Katika kuoa kwako Mungu yupo. Mungu yupo. Mungu ametoa kibali. Hii ndiyo ambayo tunaambiwa tuwe na tahadhari za kiroho. Maisha ya mwanadamu anapokuwa anahangaika na maisha yake, anapokuwa anashughulika na vitu vingi kwenye maisha, usisahau mtu wa Mungu neno hili ya kwamba maisha yako lazima yawe ni maisha yaliyojaa uhusiano bora na Mungu wako. Amen. Uhusiano bora na Mungu wako. Fanya unaloona unaweza kulifanya. Usije ukapoteza kiini cha maisha yako. Kiini cha kuumbwa wewe ni kwamba uwe unajifunza katekisimu. Swali la kwanza linasemaje? Nini? Swali la kwanza la katekisimu linasemaje? Hilo ndilo kusudi ambalo mwanadamu amepewa. Amen. Lakini sasa ndugu zangu, hebu tujiulize maswali haya. Tunajisahau sana kwa sababu ya maisha haya.